Mtazamaji, karibu sana tena, rafiki mwema. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza mafundisho yaliyo hapa kwenye Kliniki ya Afya Mapenzi. Na kama unaangalia kwa mara ya kwanza channel hii, karibu sana. Nakupenda na ningependa nikufundishe mambo mapya mara kwa mara. Leo nakuletea mada inayosema umedanganywa kuhusiana na ukweli wa mapenzi. Kila mmoja anapenda kupendwa sana, kuthaminiwa, kuheshimiwa, upate mtu ambaye unajivunia. Tafiti za kisayansi za hivi karibuni 2017 zinaonyesha kwamba watu ambao wanaishi kwenye mahusiano ambapo hawaogopi kuonyesha uhalisia wao, mahusiano yao yanadumu sana na kuwa na furaha zaidi kuliko wale ambao wanaficha madhaifu yao. Hebu fikiria, huyu ni mchumba wako, hamjaanza kuishi naye kama mke na mume, kumbe yeye huwa anaoga mara 2 kwa wiki. Kwa kila mkikubaliana tunakutana siku fulani, anaoga vizuri, anaweka perfume. Mmeingia ndani ya ndoa, mnalala pamoja, mnaamka pamoja, umegundua kwamba tabia yake anaoga mara 2 kwa wiki. Inaumiza, haiumizi? Inaumiza, haiumizi? Yaani ulikuwa unaona kwamba yani huyu mtanashati kweli, lakini kumbe yeye dini yake ni kuoga mara 2 kwa wiki, anabana matumizi ya maji. Hebu fikiria, huyu umekutana na mchumba, amejua wewe unapenda sana kwenda msikitini, unapenda sana kusali, yeye anakuja anasali. Mnafunga ndoa, baada ya miezi 2, mimi sitaki kusali tena. Kusali tena mambo ya kanisani bwana, mimi sitaki bwana. Unaona jinsi gani inaumiza? Hebu huyu alikuwa una mahusiano naye, hujui kama anakunywa pombe, ni demu, lakini hujui kama anakunywa pombe. Ukikutana naye anakunywa tu soda, milinda. Mimi nakunywa milinda tu, unaingia ndani yake, ndani ya ndoa, utakuta kumbe anakunywa pombe, alikuwa anakunywa kwa siri. Haya, mnaanza mahusiano, demu umempenda mzuri kweli, mnaingia ndani ya ndoa, anakuambia bwana, mimi nataka kinyume na maumbile, tujaribu kinyume na maumbile. Hapo tumeingia ndani ya ndoa. Inaumiza. Sasa kwa sababu inaumiza, basi nikipenda kuletea, hii ni sayansi. Inaonyesha wazi kabisa kwamba ukitaka mahusiano yako ya dumu, anza kujifunza kuonyesha uhalisia wako wote. Wanasema show your best self. Sasa wataalamu wa sayansi ambao wamelifanyia utafiti jambo hili wanasema ukionyesha udhaifu wako mapema, mwenzio akaujua, inakuwa ni rahisi kuuvumilia mnapokuwa ndani ya ndoa, kwa sababu aliujua toka mwanzo. Lakini ukaja ukaanza kuonyesha tabia zako ndani ya ndoa, vinakuja kwa hali ya kushtua. Kumbe uko hivi, inashtua. Sasa ikishtua hii, ndio hiyo unasikia trauma, amepata trauma. Sasa mtu akishashtuka, manake umeshavunja moyo wake, akili yako umeshaikanyaga, haitakaa vizuri kwa urahisi. Yaani utakapokuwa umeficha tabia zako zile za ajabu, siku mwenzio atakapokuwa amezigundua, akili yake itakaa vibaya kuhusu wewe, utashangaa. Kwa hiyo wataalamu wameliangalia hili jambo, wanasema kwa yaani nafuu muonyeshe mtu uhalisia wako, ili ajue jinsi gani ya kufanya adjustment, kujiweka sawa, kujikarabati, ili aweze kuendana na wewe. Kama unapenda pesa, mwambie bwana. Kama dada mmoja akamwambia mpenzi wake, akasema mwanaume anayempenda mwanamke sio bahili kwenye pesa. Mwanaume yeye ananiambiaje? Asema ni nisipompa pesa anaweza kaninunia wiki nzima, kaninunia, hataki kuongea na mimi. Unaweza kuona sasa, huyu dada anaonyesha uhalisia wake. Huyu kaka haelewi kwamba akiingia ndani ya ndoa na huyu mwanaume na huyu mwanamke,
asipokuwa na hela za kutosha atatombewa. Ndio atakuwa na mke mdangaji, atadanga mke. Kwa haya mambo ni mambo ambayo unapaswa uangalie kwa makini. Usiingie tu kwenye mahusiano kichwa. Lazima mtu ajue vipaumbele vyako ni vipi, vitu gani unavichukia, ili ajue jinsi ya kuendana na wewe katika. Kama hawezi, ajitoe. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unapaswa ulifanyie kazi. Kuingia kwenye mahusiano na kufanya mambo katika hali ambayo haiji naturally. Naomba nirudie point hapo. Unapoingia kwenye mahusiano alafu kwa unafanya mambo ambayo unajilazimisha ili mwenzio akukubali, ili akuone unafaa, unajitengenezea shimo utakaloingia wewe mwenyewe, na utatoka kwa maumivu makali sana kama kwa utakuwa hujaumia. Na inachosha sana kutaka kulazimisha uonekane mzuri, ukasiriki. Inachosha. Kama unakasirika wewe unyesha bwana, mimi unakasirika jambo kama hili, unakasirika. Sasa mtaalamu mmoja akasemaje? Akasema hivi, sikiliza, kwa Kiingereza akasema hivi, authenticity is non-negotiable pillar for long-term marriage survival. Narudia tena kwa Kiingereza hapo, nitakwambia kwa Kiswahili. Nasema hivi, authenticity is a non-negotiable pillar for a long-term marriage survival. Anasema hivi, kuonyesha uhalisia wako ni nguzo ambayo haihitaji majadiliano ili uweze kuwa na uhusiano utakaodumu ukiwa una raha. Hilo ni jambo la asili. Jambo halihitaji mjadala, ni nguzo ambayo haihitaji kujadiliwa, iwepo au isiwepo, lazima iwepo. Sio unakuwa na uhusiano na mtu ambaye amevaa sura sio yake, ni sanamu, anakuonyesha tu sanamu lake. Ukimwangalia ni yeye, lakini kumbe ni sanamu, sio yeye. Maana Mungu akasema msiabudu sanamu, kwa sababu sio mtu yule, ni pepo. Kwa kuna mtu analikuonyesha lisanamu lizuri, linapenda kutoa pesa, linapenda sana kuomba msamaha, lakini akiingia ndani ya ndoa, mshenzi wewe, unataka kunifanya nini? Unataka kunipanda kichwani? Unataka kunipanda kichwani? Kwa hiyo ujue jinsi ya kumpima huyu mtu, ili uweze kuona undani wake. It's very important, wazungu wanasema. Sasa shida iliyopo ni kwamba umeingia kwenye uhusiano huu ambapo wewe unajitahidi kuonyesha uhalisia wako, lakini mwenzio kumbe anaficha ficha. Sasa mnapoingia ndani ya ndoa, wewe unajitahidi sana uendane na mwenzio, mwenzio anakata tamaa, sema bwana, mimi nimechoka na uhusiano, naomba tafutu achane, twende tuombe talaka, mimi bwana siwezi kuvumilia bwana ile. Unaweza kuona, yani unajitahidi ubadilishe, ujiweke sawa, lakini mwenzio bidii yako haioni. Anaona nafutu achane, nitafute mtu ambaye hana madhaifu kama haya. Lakini angekuwa amejua toka mwanzoni kwamba una udhaifu kama hao, ni rahisi kubebana. Nibebe baba, nibebe kwako, nitakuwa salama, nibebe. Lazima wewe unabebeka. Anajua kwamba udhaifu unabebeka. Kwa hiyo hata mkiingia ndani ya ndoa haitakuwa tishio. Wataalamu wanasema kwamba mtu ambaye anaficha uhalisia wake ni rahisi sana kupata msongo wa mawazo. Naona hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo hili jambo la msingi sana ambalo napenda kulizungumza ni kwamba jitahidi uwe unaonyesha unafanya improvement katika maeneo mbalimbali. Mwenzio akifahamu udhaifu wako alafu akaona unafanya bidii ya kufanya improvement, ya kujirekebisha, ukarabati mambo, atafurahia na kukupenda zaidi. Kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe.